Amina. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu. Msionifahamu kwa jina naitwa Tabitha Emmanuel. Ni mkaaji wa Ilamba lakini nimezaliwa kijiji cha Maiga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza ninamshukuru Mungu kwa yale yote aliyonitendea. Kuugua kwangu nilianza kama mizimu ya ukoo ya upande wa baba. Mizimu ilikuwa inadai kwamba bibi alikuwa hajajengewa kabila yake. Ikadai kwamba inatakiwa kujenga kaburi la bibi. Kuugua hapo nilianza siku ya Jumapili. Nilikuwa hapo nyumbani. Ghafla mwili ulikuwa umeishiwa nguvu. Mizimu ikaanza kuongea. Huyo anataka kwenda kujenga kaburi la bibi na babu. Hapo ndugu zangu ukweli kwangu wakaja. Baba wakampigia simu kwamba njoo kwa nyumbani, mtoto wako anaumwa. Baba akaja, mizimu ikaamka. Yaani wewe mtoto wetu tumeshakwambia kwamba ujenge kabla hutaki. Sasa huyo mtoto wako tumeshamkamata. Inatakiwa umpeleke kwenye kaburi la bibi yake. Akalijenge. Hapo baba akasema kwamba inabidi sasa muondoke mwende kwenye kaburi la bibi yake. Kaburi la bibi yangu lipo Nyahonge. Kaka akaniweka kwenye pikipiki tukaenda mpaka huko Nyahonge. Kwenda kulijenga kaburi. Nilipo karibia kwenye kaburi, wana wa Mungu nguvu zikaisha. Mwili ukaanza kutetemeka. Nikaanguka hapo. Kaka akanibeba, akanisogeza hapo kwenye kaburi. Nikashika jiwe la katikati, wanaweka jiwe kwenye kaburi. Akiwa amezaa wanaweka jiwe. Nikashika hilo jiwe, nikachukua na mifagio, nikafagia hapo kwenye kaburi, lakini haikunisaidia chochote. Hakuna msaada wote. Yaani hakuna msaada wote. Mizimu ikazidi kuamka. Nikasema kwamba twende na kwenye kaburi la babu yake. Nikasema twende na kwenye kaburi la babu yake. Hapo shangazi yangu akasema hamna, hii si mzimu. Huu ni ugonjwa. Inawezaje ametoka huko Ngudu anasema kwamba aende kwenye kaburi la bibi yake, hapo huko amefika tena aende kwenye kaburi la babu yake? Hamna, haiwezekani. Hii sio mzimu. Hapo nikaanza kuwatukana. Kwa hiyo nikataza kwenda kwenye kaburi la babu yangu. Kwani siende? Kwanza sasa hivi natakiwa kuchanga hela tujenge ile kaburi la babu na bibi. Mtoto wa shangazi anasema hamna, hii sio mzimu. Inabidi tutafuta mganga aje amtibu. Ilikuwa jioni, tulifika jioni, tukalala. Ilipofika saa 11 nikaanza kuwasumbua. Amkeni tukajenge. Kumbe walikaa kikao wakasema kwamba huyu yaani hii sio mzimu. Inabidi tumpeleke kwa mganga. Kweli ulipopambazuka wakanibeba wakanipeleka kwa mganga. Nilipofika kwa mganga, wapi? Ni huko tu chini mwa Mshimba. Wakanibeba kwenye pikipiki. Nilipofika kwa mganga naye ana watoto wake. Mganga alikuwa amelala, wakaenda kumwamsha watoto wake. Wasema kwamba kuna mtu amekuja. Akaambiwa watoto wake wakapewa maelekezo, wakaja kunipa dawa. Wanipa dawa ya kunywa. Nikaanza kutapika, yani matapishi ya njano tu. Ndio dawa ilisaidia sasa. Haikusaidia. Hatimaye ilikuwaje kukata? Hatimaye huko kwangu walituma taarifa kwamba arudishwe. Na sisi tuna dawa huko. Kwani nikarudi, nikarudishwa Ilamba. Hamna, nikakomea tu nyumbani, nikasema siendi Ilamba. Nikakomea nyumbani, nikaa huko. Wakweli kwangu wakaleta dawa, nikaendelea kunywa, lakini hali ilikuwa inabadilika. Yesu asifiwe. Amen. Hali yangu ilizidi kuwa mbaya. Hatimaye wazazi wangu wakasema kwamba tumpelekeni kwa mganga. Wakanipeleka kweli kwa mganga. Mganga anakaa maeneo ya Lioma, Kibumba. Wakanipeleka huko, nikatibiwa. Yaani nikawa kabisa, yaani nikapona. Tukalipa hela thamani ya $300. $300 nikarudi nyumbani. Mganga, yaani kutoka kwa mganga
nyumbani huwa wanakuja waganga kutengeneza nyumbani, lakini yeye hakuja. Nikajiuliza kwa nini huyo hajaja au ameshaniuza? Maana unapotoka kuaguliwa lazima mganga akulete nyumbani. Yeye hakuja. Alichukua tu maelekezo kwamba nendeni nyumbani kafanya hivi na hivi. Lakini nilipofika nyumbani, yani mara siku 2 hali ikarudi tena zaidi. Nikazidiwa tena. Kuna mganga wakafanyaje sasa? Niliporudi wachukua hatua wakanipeka tena kwa mganga huko Lamba. Mganga mwingine. Siwezi kutaja kwa jina. Watatu. Watatu. Ndio. Nikapelekwa hapo wakasema kwamba yani kwanza tu kumtibia mtoe 80,000. Kweli wakatoa 80,000, akaanza kunitibia. Akasema kwamba mnunue na kuku mweupe ili tumtengenezee dawa. Wakanunua kweli huyo kuku mweupe, wakanitengenezea dawa, lakini hali ilikuwa inazidi kuwa mbaya. Niliteseka hivyo. Mama Ayuba alikuwa ananishuhudia. Twende kanisani. Kanisani kaombeo na najiuliza hivi kanisani itafanya kwa ile hali yangu hii. Naye kila siku anakuja kwangu ananishuhudia. Simuelewi. Mungu alivyokuwa, Mungu anapanga kabla hujatungiwa mimba. Siku moja nimeamka nikajiuliza, kwa nini nateseka hivi? Bwana nisiende kanisani kuombewa. Kweli wana wa Mungu nilichukua hatua ya kuja kanisani. Ndio. Nikaombewa. Baada ya maombi Mungu alinifanya hata sasa hivi niko mzima. Namshukuru Mungu sana kwa yale yote aliyonitendea. Na labda nikuulize hivi. Unakumbuka hili tatizo lako limedumu miaka mingapi? Sio miaka. Au mwaka? Ni miezi 6. Miezi 6. Lakini tatizo lilikuwa na mateso sana. Kwa hiyo hiyo hali haipo kabisa. Hiyo hali haipo tena. Mpaka sasa hivi niko mzima, namshukuru Mungu. Unasemaje kwa wale ambao mara nyingi wanategemea sana waganga, wanapoingia kwenye kanisani wanakimbilia kwa waganga? Unawashauri nini watu aina hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale watu wanaokimbia kwa waganga, watumishi wa Mungu, naomba kwa waganga kwanza, mganga anapoanza kukutibu lazima utoe sadaka. Sisi tulikuwa tunatoa 2,000. Kila siku anapotaka kukutibu ni 2,000 kila siku. Bado unaita kisemba miti, unatoa 50,000. Bado ile ya kupona unatoa tena hela 200,000. Sio 200,000. Atakavyo kuambia hata 500,000 anakuambia. Kwani wewe tangu ulipokuja hapo ulishatoa shilingi ngapi? Tangu hapa kanisani. Ulishadaiwa shilingi ngapi kwa ajili ya uponyaji huu? Umeshadaiwa shilingi ngapi? Hamna, sijadaiwa. Leo umetoa shukrani tu. Nitoa shukrani na sadaka natoa. Basi Mungu akubariki sana. Asante.